Banasi Radio. Asante kwa kuendelea kuwa nami, na sasa tuangazie habari za michezo na burudani. Habari za michezo na burudani zilizopewa uzito kwenye magazeti ya Jumatatu ya leo. Nikilianza na gazeti la Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Habari kubwa inasema tamasha Yanga moto. Mabingwa wa soka wa Tanzania bara Yanga wamehitimisha tamasha la Yanga Day kwa kibabe kwa kumtambulisha nyota wake watakaoitumikia timu hiyo kwa msimu wa mwaka 2026-2027. Titus anasema hapo ndio patam kwenye michezo. Okay. Tamasha hilo la Yanga lililoanza mchana kwenye uwanja wa Uhuru jijini Dar es Salaam jana lilipambwa na burudani kutoka kwa wasanii mbalimbali wa Bongo Flava wa kizazi cha zamani na cha sasa. Wasanii kama Godfrey Tumaini, Dudubaya, Abubakar Katwila, Kiuchila, Hamad Ali, Madi na wengineo waliweza kukonga nyoyo za mashabiki wa soka waliojitokeza kwenye tamasha hilo na nyimbo zilizotamba miaka ya mwanzoni mwa mwaka 2000. Aidha, watu mbalimbali mashuhuri wakiongozwa na mdhamini mkuu Garib Said Mohamed GSM na rais wa klabu hiyo Hersi Saidi na baadhi ya wajumbe wa baraza la wadhamini kama vile waziri wa ofisi ya rais, management ya utumishi wa umma na utawala bora Ridhiwani Kikwete na mkurugenzi wa kampuni ya kubashiri ya SportPesa Tarimba Abbas. Ndipo kikaja kipengele cha kutambulisha nyota wa timu hiyo kutoka kwa meneja wa habari na mawasiliano wa klabu hiyo Ali Kamwe. Tamasha hilo lilihitimishwa na mchezo dhidi ya Les Eagles du Congo kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Hii ni habari iliyopewa uzito hapa ukurasa wa nyuma kwenye gazeti la Habari Leo. Upande wa michezo, Baka alia na washambuliaji Simba. Haya sasa, kocha mkuu wa Simba Steve Baka amekiri mapungufu kwenye safu ya ushambuliaji wa timu hiyo baada ya kufungwa bao 1-0 na Polisi Kenya kwenye tamasha la Simba Day uwanja wa Uhuru Dar es Salaam juzi. Akizungumza baada ya mchezo huo, Baka alisema pamoja na kumiliki mchezo huo kwa kiwango kikubwa, bado washambuliaji wake walishindwa kutumia nafasi zilizotengenezwa. Nimeridhishwa na namna timu yangu inavyocheza, ingawa bado kuna kazi ya kufanya kwenye safu yangu ya ushambuliaji. Tumetengeneza nafasi kadhaa za kufunga ambazo tulishindwa kuzitumia, alisema Baka. Hata hivyo, kocha huyo raia wa Afrika Kusini alisema mchezo huo ni kipimo kizuri kwa timu yake kuelekea msimu mpya wa ligi kuu na mashindano ya kimataifa. Mchezo umekusudia zaidi kuwapa nafasi wachezaji wapya na wa zamani kucheza pamoja uwanjani ili kuongeza muunganiko wa timu. Na shukuru, tumeona mapungufu na mazuri tunakwenda kuyafanyia kazi, alisema Baka. Kwa upande wake, kocha mkuu wa Polisi Kenya Isaac Wamaru alisema Simba walitawala mchezo huo kwa asilimia kubwa na wao walitumia uzembe mdogo uliofanywa na safu ya ulinzi ya timu hiyo kuwaadhibu. Katika hatua nyingine, Rais Samia Suluhu Hassan amepongeza tamasha la Simba Day juzi. Okay, poa sana. Anasema vipi dada? Jihani atoa taji la Miss Grand Tanzania, ni habari inayoendelea ukurasa wa 21. Wakulima wafugaji watakiwa kuchangamkia fursa AFCON, ni habari nyingine iliyopewa uzito hapa. Bandari JKT Jeshi Stars zangara wavu. Habari inaendelea ukurasa wa 23 kwenye gazeti la Habari Leo upande wa michezo na burudani. Jabiri anasema Yanga bado hajaelewa mfumo wa Mankoba. Okay. Haya. Sawa. Christopher anasema Simba ana makombe 56, Yanga ana makombe 54 kwenye miaka 90 Simba Day. Okay, hongereni wana Simba. Juma anasema wananchi ngapi huko jamani? Huko ilikuwa ni 2-1. Ombeni anasema wale wa Kongo sio kawaida, na hisi walitumwa kuharibu shughuli yetu. Kuna mtu alisema wa Kongo wametumia vumbi la Kongo katika kucheza mpira. Jamani, Haya, naligeukia gazeti la Taifa Tanzania. Jabiri anasema Shalulile 12 atawakamia Simba. Shalulile bwana
kwa namna alivyokuwa anasifiwa akasema acha niwaoneshe mapema bwana kwamba na mimi nimo. Jack anasema dada mambo vipi, karibu Shinyanga, kwa majina anaitwa Jackson Lukasi Ngwesa. Asante sana Jackson. Shakaribishwa Shinyanga huko, manake kanda ya ziwa sasa hivi kanda ya ziwa wanatamba. Si umesikia, lakini msukuma huko kaenda huko jirani. Tumepata wifi kutoka jirani hapo. Naligeukia gazeti la Taifa Tanzania, upande wa michezo habari kubwa inasema Mwana FA alivyoamsha vibe la East Coast Team, tamasha la miaka 30 ya Bongo Flava, Mwanza ya waka moto. Kampira awatuliza mashabiki wa Yanga, wapeni muda wachezaji wapya, usajili hauanzi siku moja. Ndio ilivyokuwa siku ya wananchi jana, ndivyo ilivyokuwa. Mashabiki wa Simba tumeumizwa, mwenyekiti wetu kutopewa mic. Poleni basi. Kumbe mwenyekiti wenu hakupewa mic. Triple G ajiunga kwa wakusanya mapato TRA United ni habari nyingine. Barca ya ongeza dau la Rodri, Romeo aitaka Arsenal. Mwana FA alivyoamsha vibe la East Coast Team, tamasha la miaka 30 ya Bongo Flava. Ni habari zilizopewa uzito ukurasa wa nyuma kwenye gazeti la Taifa Tanzania, Uzalendo Kwanza. Jabir anasema Ahmed Ali ndio aliyetuchagulia timu hiyo ya Kongo. Haya bwana. Jazz anasema Shalulile dakika 25 hajagusa mpira, akaona ajiongeze kuanguka kwenye boksi akatupa penalty mchongo. Kwa vyovyote lakini goli sililipatikana. Naligeukia gazeti la Mwana Sporti kata kiu ya michezo na burudani, habari kubwa inasema tukutane Agosti 12. Yanga Day vibe la kutosha. Kituo kinachofuata Kariakoo Derby. Habari hii inaendelea ukurasa wa pili. Wapinzani wa Yanga CAF waitaja Simba Sports Club Septemba 4 hadi 6, Yanga versus Gaborone United First League. Habari hii inaendelea ukurasa wa 3. Titus anasema mjini kumepoa. Lazima kupoe, kila mmoja anajitafakari vipi tarehe 12 na toboa. Arsenal yaingia anga za Liverpool ni habari nyingine iliyopewa uzito hapa. Majeraha ya tesa wachezaji, bima ikibaki kuwa ndoto. Ni habari inayoendelea ukurasa wa 12 na 13. Ni ripoti maalum hii. Ngao ya jamii Jumatano Agosti 12, Simba wakicheza na Yanga saa 2:30 usiku pale New Aman Complex. Hii mechi mimi mwenyewe natamani kuona uelekeo wa msimu huu umekaaje. Haya, sasa tugeukie gazeti jingine hapa. Gazeti la Zanzibar Leo, habari kubwa inasema Hemedi azitaka taasisi za fedha kuwekeza katika michezo. Siku ya wananchi ya tia fora ni habari ambazo zimepewa uzito hapa ukurasa wa nyuma kwenye gazeti la Zanzibar Leo. Jabiri anasema Zokwani Albert Kangwanda, Alan Okelo, Rushain ajiandae kula bichwa mchanga. Okay, wacha tuone, si Jumatano tu. Leo ndio kwanza Jumatatu, kumbe imesalia kesho tu. Yani tunahesabu masaa. Athmani anasema dada Yanga imeshinda. Yanga walipigwa bao 2-1. Na aligeukia hapa gazeti la Majira, gazeti huru la kila siku. Habari kubwa inasema Rais Samia aipongeza Simba kwa tamasha kubwa. Mo Dewji aweka wazi mikakati ya Simba kuwekeza bilioni 30. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan ameipongeza klabu ya Simba Sports Club kwa kufanya tamasha kubwa ambalo lilifana sana. Simba Sports Club Agosti 8, 2026 ilifanya tamasha kubwa la kuadhimisha miaka 90 tokea klabu hiyo ianzishwe, lililofanyika kwenye uwanja wa Uhuru jijini Dar es Salaam. Mara baada ya kuhitimisha tamasha hilo, Rais Samia alipongeza klabu hiyo
kwa kuitakia safari njema ya msimu mpya unaoanza. Ninawapongeza klabu ya Simba kwa tamasha lililofana na la Simba Day kwa mwaka 2026 lililoambatana na maadhimisho ya kutimiza miaka 90. Ninawatakia kila laheri katika msimu ujao wa ligi kuu, aliandika Rais Samia kupitia ukurasa wake wa Instagram. Yanga yaivutia kasi Simba ngao ya jamii, ni habari nyingine iliyopewa uzito hapa. Jabiri anasema dada we ni mwananchi au Jumatano tupatie matangazo ya moja kwa moja jamani. Hilo wala hata usitie shaka. Tupo na wewe pamoja kwa umoja. Mimi mlisema mnanichagulia timu lakini Simba Day imepita, Yanga Day imepita. Acha nibaki tu nikiwa na wasomea habari za michezo. Mabingwa watetezi wa ligi kuu Tanzania Bara Yanga Sports Club wameanza rasmi kuweka mikakati kabambe kuelekea pambano lao la ngao ya jamii dhidi ya watani wao wa jadi Simba Sports Club. Kikosi cha wananchi jana kilishuka dimbani kwenye uwanja wa Uhuru Dar es Salaam katika kilele cha siku ya wananchi ambapo walicheza mchezo wa kirafiki dhidi ya Eagles du Congo. Mchezo huo ulikuwa kipimo cha mwisho kwa kocha wa benchi la ufundi kabla ya kuingia kambini Zanzibar. Msemaji wa Yanga Sports Club Ali Kamwe alisema klabu hiyo inatambua uzito wa ratiba ilionayo mbele yake na inalenga kuhakikisha wachezaji wanapata muda mzuri wa kurejesha miili yao kabla ya kuikabili Simba. Tunafahamu kutoka Agosti 9 hadi Agosti 12 ambayo itakuwa siku ya Jumatano, Yanga itakuwa na mchezo mkubwa wa ngao ya jamii dhidi ya Simba. Hivyo tunaamini mechi hii ya siku ya wananchi ichezwe na imalizike mapema kabisa, alisema Kamwe. Wachezaji wakipata muda wa kupumzika alafu Mungu akijalia heri tutaanza safari ya kuelekea Zanzibar kuanza kambi rasmi ya maandalizi ya ngao ya jamii, aliongeza Kamwe. Mbali na kutoa burudani kwa maelfu ya mashabiki waliojitokeza uwanja wa Uhuru, mchezo huo wa kirafiki dhidi ya Eagles du Congo unachukuliwa kama fursa muhimu ya kukiweka kikosi kwenye hali ya ushindani wa hali ya juu. Yanga inaingia kwenye maandalizi haya ikitaka kutetea heshima yake na kuanza msimu mpya wa soka nchini kwa kutoa taji la ngao ya jamii, huku mechi hiyo ya Kariakoo Derby ikitarajiwa kuwa na ushindani wa katakata. Ni habari ambazo zimepewa uzito ukurasa wa nyuma kwenye gazeti la Majira, gazeti huru la kila siku. Paris anasema wow, nitakuwa okay. Haya, Juma anasema jamani, msemaji wa Yanga jana aliaga na mbwembwe gani jana? Mje mumjibu jamani. Haya, na ligeukia gazeti la Mwanahabari. Gazeti la Mwanahabari upande wa michezo, habari kubwa inasema Yanga Day, mashabiki wapongeza kikosi chao. Rais Samia azipongeza Simba Yanga. Habib Kondo apania kuipandisha Bandari. Alonso Chelsea aitamani EPL. Mashujaa tumejipanga ligi kuu. Ni habari ambazo zimepewa uzito ukurasa wa nyuma kwenye gazeti la Mwanahabari kwa Jumatatu ya leo. Gazeti la Wamachinga hili linasema Simba Day usipime, semaji aingia na Simba mnyama. Gomez aibua shangwe Msimbazi. Barka awatuliza mashabiki. Kiba aingia kifalme. Yanga yatisha kilele cha wananchi, ni habari nyingine iliyopewa uzito hapa. Shalulile apagawisha mashabiki. Wasanii wakonga nyoyo. GSM atia fora mashabiki washangilia. Ni habari ambazo zimepewa uzito ukurasa nyuma kwenye gazeti la Wamachinga, sauti ya wanyonge. Na upande wa magazeti kwa Jumatatu ya leo na hitimisha na gazeti la Za Spoti. Gazeti la Za Spoti, michezo na burudani. Ombeni anasema tarehe 12 na waona Simba wakimfungashia virago kocha wao. Utasikia taarifa kwa umma. Eti Simba baada ya tarehe 12 tutaona tu taarifa kwa umma.
Haya, sasa naligeukia gazeti la The Sport linatuhitimishia magazeti ya leo. Habari kubwa inasema hii ndio Yanga Sports Club. Mo Dewji ahidi makubwa Simba Sports Club. Sekta binafsi zatakiwa kuongeza uwekezaji kwenye soka Zanzibar. FIFA yakosoa kampeni ya kumngoa Infantino. Barca apiga hesabu upya. Rayon mabingwa Sekafa Kagame Cup. Torres aiambia Barca anataka kujiunga PSG. Ni habari zilizopewa uzito ukurasa wa nyuma kwenye gazeti la The Sport kwa Jumatatu ya leo. Yes, na gazeti hili la The Sport limenikamilishia magazeti ambayo nimekusogezea kwa asubuhi ya leo.